faithfulness. Tunamshukuru Mungu kwa uaminifu wake. I'm glad to be in the house of the Lord. Tunafurahi kuwa kwa nyumba ya Bwana And to see the faithfulness of God. na pia kushuhudia uaminifu wa Mungu. Today we're going to share a very simple topic. Leo tutashiriki kwa urahisi sana. We're going to be talking about giving. Tutanena kuhusu kutoa. Amen. Amina. And we will be able to look at a few things. I'll be answering 5 questions. Tutakuwa na jibu maswali matano. And these questions are why give, Na haya maswali ni kwa nini upeane, how to give, kutoa kwa njia gani, what to give, nini utakachotoa, and also when to give, na pia wakati wa kutoa and where to give. na ni wapi kutoa. Praise the Lord. Amen. So I'll be answering those 5 questions this morning Tutakuwa na jibu yale maswali matano asubuhi ya leo by the grace of God. kwa neema ya Bwana. Amen. Amina. So if you have your Bible with you, Kwa hivyo kama uko na Biblia yako, I'd like us to open our Bibles first to the book of John, chapter 3 and verse 16. tufungue kitabu cha Yohana 3:16. The first reason why we give, so we are starting with why. Sababu ya kwanza tunayoitoa ni Hallelujah. So John 3:16, all of us know it, but we can read it from our Bible still, or from the screen. tunaweza soma Yohana 3:16. It says, for God so loved the world, Jinsi Mungu akapenda ulimwengu that he gave his only begotten Son, akamtoa mwanawe wa kipekee, that whoever believes in him watakayemwamini should not perish, asiangamie, but have everlasting life. bali apate uzima wa milele. That scripture is a very powerful scripture. Hilo ni andiko la nguvu sana. And so as we look at why give, Kwa hivyo tukiangalia sababu ya kutoa, the first reason why we should give sababu ya kwanza ya kutoa ni is because our God kwa sababu Mungu wetu gave alipeana and he still gives. na pia So anapeana. he is our first example. Yeye mfano wetu wa kwanza. So when we are talking about giving, Kwa hivyo tunanena kuhusu kutoa, and giving is not just about money, na kutoa tu si fedha, but in life giving is much bigger. lakini kwa maisha kutoa ni kubwa. And as long as we are alive, Na tukiwa hai we'll always have an opportunity to give. tutakuwa na wakati wa kutoa. Praise the Lord. Amina. Like today we are going to give. Kama leo tutatoa, And as we are going to give, I'd like to share the word of God first. tupenda kushiriki neno la Mungu kwanza. So we say the first reason why we give Sababu ya kwanza ya kutoa is because God is the number 1 giver. kwa sababu Mungu ndiye wa kwanza. That's why the Bible says, for God so loved the world Ndio maana inasema, maana jinsi Mungu akaupenda ulimwengu that he gave. hata akatoa. So God demonstrated his love towards us Mungu dhihirisha upendo wake kwetu by giving. kwa kutoa. He gave, not only did he just give, but he gave his only begotten Son. Hakumtoa tu, lakini alimtoa mwanawe wa pekee. Amen. So that is the first reason why we give. Kwa hivyo hiyo ndio sababu ya kwanza tunayotoa. We give because our God is a giver. Tunatoa kwa sababu Mungu wetu anatoa. And he didn't just give once, Na hakupeana tu mara moja, but he continues to give to us. lakini pia anaendelea The kutupea. Bible says in James 1:17, Ukisoma Mwanzo 1:17 that every good and perfect gift cometh from above. kwamba vitu zote mzuri na kamilifu kutoka kwa Mungu. Amen. Amen. Every good and perfect gift cometh from God. Karama zote kamilifu kutoka kwa Mungu. That whatever good thing you will ever desire in your life, Kitu chote kizuri utakachotamani maishani it comes from God. kutoka kwa Mungu. Amen. Amina. So why should you give? Na basi kwa nini tutoe? Because our God is a giver. Kwa sababu Mungu wetu hutoa. In the book of 1 Timothy chapter 6 and 17, Timotheo wa kwanza 6:17 the Bible says that he gives us richly all things to enjoy. Biblia inasema kwamba yeye hutupea kila kitu ndipo tukaweze kufurahia. He gives us richly, Yeye hutupea kwa wingi without withholding. bila kuzuia chochote. Praise the Lord. Amina.
Amina. So our God is a giver. Kwa hivyo Mungu wetu hutoa. It is his nature to give. Hali yake ni kutoa. And he demonstrated from the beginning Anaonyesha kutoka mwanzo by giving his only son. kwa kumtoa mwanawe wa pekee. And so as he gave his only son, Hivyo alipopeana mwanawe wa pekee, so that he can redeem mankind ndipo akaweze kumkomboa mwanadamu from our fallen state where we were fallen. kutoka mahali tulipoanguka. He also demonstrated to us Basi akadhihirisha kwetu that we are to give. na kwamba ni lazima tukatoe. And when we are talking about why give, so number one we say because God is a giver. Kwanza sababu Mungu hutoa. And then we say because it is God's pattern for doing his work. Na pia ni mpangilio wa Mungu wa kufanya kazi yake. Praise God. Amina. So it has pleased God to partner with man Inafurahisha Mungu kushirikiana na mwanadamu in doing his work on the earth. kwa kufanya kazi yake ulimwenguni. I want us to open our Bibles, the book of Exodus chapter 35. Ningependa tufungue Biblia kitabu cha Kutoka 35. And we are going to read a little bit from there. Tutasoma kidogo pale Exodus chapter 35. Mwanzo 35. We can start from verse 4. Kianza mstari wa 4. Okay, if you're there, let's read together. Tukasome pamoja pale. And Moses spoke to all the congregation of the children of Israel, saying, This is the thing which the Lord commanded, saying, Take from among you an offering to the Lord. Whoever is of a willing heart, let him bring it as an offering to the Lord. Gold, silver, and bronze, blue and purple, and scarlet yarn, fine linen, thread and goat's hair, ram skins dyed red. And then he continues to explain the other things that he expected them to give. Kaendelea kuelezea zile vitu alizotarajia wakatoe. Praise the Lord. Amen. And let's read from verse 20. Mstari wa 20. The Bible says, Linasema, And all the congregation of the children of Israel departed from the presence of Moses. Then everyone came whose heart was stirred, and everyone whose spirit was willing. They brought the Lord's offering for the work of the tabernacle of meeting, for all its service, and for the holy garments. They came, both men and women, as many as had a willing heart, and brought earrings, and nose rings, rings, and necklaces, all jewelry of gold. That is every man who offered an offering of gold to the Lord. Hallelujah. So in this case, kwa hapa tunaona we see God speaking to Moses. Mungu akinena na Musa. He told him to go and take an offering Akamwambia akatoe sadaka from the children of Israel. kutoka kwa wana wa Israeli. God wanted his tabernacle to be built. Mungu alikuwa anataka lile hema la kukutana likajengwe. And so the way that it was going to be built Vile lingejengwa is that people were going to give towards it. kwamba watu wangetoa. Praise the Lord. Amina. And so what he did, Kwa hivyo alichokifanya, he commanded Moses alimwamrisha Musa to go and take an offering aende achukue sadaka from the people, kutoka kwa watu, from those who are willing, kwa wale ambao walikuwa wamehimizwa, so that they can be able to build the tabernacle. ndipo wakaweze kujenga hema. And we can see the instructions that were given. Na tunaona maagizo waliopewa. And the Bible says Linasema that as the people heard this, kwamba waliposikia they took the step. walienda wakachukua They hatua, left the presence of Moses wakatoka uwepo wa Musa, and they went to their houses wakaenda kwa nyumba zao and they brought their offerings. na wakaleta zile sadaka. Everyone that was willing, Kila mtu aliyependa they brought an offering to the Lord akaweza kuzileta zile sadaka kwa Bwana for the work of the tabernacle. kwa kazi ya hema. As they brought it, Walipoleta they brought it
and it was received. wakaleta likapokelewa. We are going to learn more from there. Tutasoma zaidi kutoka pale. But so I want you to see something Lakini nataka uone kitu that is very important. ambacho ni cha maana sana. That one of the greatest things that God has done Kitu moja kuu sana Mungu is ametenda. that God has chosen to partner with men. Kwamba Mungu amechagua kushikana na wanadamu. It has pleased the Lord Imefurahisha Mungu to use men, akaweza kutumia to work wanadamu, with people. akaweza kufanya kazi na Paul wanadamu. the apostle said, Paulo anasema he said that we are God's fellow workers, kwamba sisi tunafanya kazi na Bwana, that we are co-laborers together with the Lord. kwamba tunaitwa wafanye kazi na Mungu. Hallelujah. Amina. So it has pleased the Lord Kwa hivyo imefurahisha Mungu to work with men. akaweza kufanya kazi na God wanadamu. didn't have to work with men. Mungu hakuhitaji kufanya kazi na He wanadamu, can be able to do it by himself. anaweza ifanya kivyake, But God has given us this privilege lakini Mungu ametupa hii nafasi to work with him, kufanya kazi na to yeye, become partners kuweza kushirikiana in na his yeye work. kwa kazi In yake. that which he wants to be done on the earth, Kile ambacho anataka kifanyike hapa, he has chosen to work with men. basi amechagua kufanya kazi na wanadamu. Praise the Lord. Amina. Can you say God has chosen Tuseme Mungu amechagua to work with men? kufanya kazi na And wanadamu. I am one of them. Mimi ni mmoja wao. Amen. Amen. So everything that God will want to be done on this earth, Kwa hivyo chochote Mungu atakachotaka kifanyike ulimwenguni, any project that you will ever see on this earth, mradi wowote utakaoona ulimwenguni, it is going to be done by men. itafanyika ama itafanywa na wanadamu. God will always use men. Mungu atawatumia wanadamu. That has been his pattern. Hivyo ndivyo amekuwa akifanya That has kazi. been his way of operation. Amefanya kazi namna ile. So the reason why we give Kwa hivyo sababu ya kutoa, is because we are partnering with God. sababu tunashirikiana na Mungu. God has chosen to work with us. Mungu amechagua afanye kazi pamoja nasi. If it's our money, Kama ni pesa zetu, God does this. alafu anasema I want you to partner with me. nataka ushirikiane pamoja I nami. want you to release Nataka uachilie from that which I have given you kwa kile nilichokupa, so that you can serve me with it. ndipo ukanitumikia na chenyewe, So that my purpose ndipo kusudi langu can be accomplished. kaweze kukamilika. I want you to see. Nataka uone hapa, When the children of Israel were leaving Egypt, wana wa Israeli wakitoka Misri, God gave them favor Mungu aliwapa kibali with the Egyptians. na Wamisri The Egyptians gave them gold and silver waliwapea dhahabu na fedha and fine linens. na pia zile nguo sawa, Hallelujah. Amina. So they gave them material things. wakawapea vitu, They gave those nice things. wakawapea vitu nzuri. And later, Baadaye when God wants his tabernacle to be built, wakati Mungu anataka kujenga hema lake, he knows these people have the resources akajua kwamba hao watu wako na mali, because he had already given them the resources. sababu alikuwa amewapa mali kwanza. So now he talks to Moses. Kwa hivyo sasa anamnenea Musa, He said, go and speak to these people. anamwambia Musa, enda unene na wale watu, Go and tell them enda uwaambie to bring an offering. wakaweze kuleta sadaka, But he still doesn't force them. lakini bado hawalazimishi. He said, tell them, Anawaambia whoever has a willing heart, aliye na moyo wa kupenda, let's bring an offering. wacha akaweza kuleta sadaka. It is God that gave them the favor Ni Mungu aliwapa kibali to be able to get to get the things that they received from the Egyptians. pata zile vitu kwa Wamisri, But he still says, lakini bado anasema let them bring an offering. wacha walete sadaka, Whoever is of a willing heart. yeyote aliye na moyo wa kupenda. Praise the Lord. Amen. I want you to know the reason why Sababu moja we give tunapeana, is because God is the provider. sababu Mungu ndiye utupatia. Amen. Say, God is my provider. Mungu ndiye unipa. Amen. So we only give a fraction of what he has given to us. Tunapeana tu sehemu ya kile Mungu ametupatia. So he gave to the children of Israel. Aliwapa Waisraeli, He caused the Egyptians to give to them. alisababisha Wamisri wawapatie. Then later, Alafu baadaye he said, bring it willingly. anasema leteni kwa kupenda. Glory to God. So that is how God works. Hivyo ndivyo Mungu hufanya kazi. First of all, Ya kwanza he provides to us. anatupea, He gives to us. anatupatia, And then
Alafu He asks us to give. anatuuliza tutoe. The Bible says Linasema that God gives seed to the sower Mungu pa mbegu mpanzi and bread to the eater. na pia anampa mkate mulaji. Hallelujah. Amen. Amen. And that still means that when God gives you seed, He also gives you bread to eat. Inamaanisha pia Mungu akikupa mbegu pia anakupa mkate wa kula. So He doesn't just give you seed. Kwa hivyo hakupi mbegu peke yake. In other words, you won't just have seed to sow and then you don't have anything to eat. Yaani hautakuwa tu na mbegu ya kupanda na upanda ukiwa na njaa. But God is faithful. Lakini Mungu ni mwaminifu. He'll ensure that you have bread to eat and also seed to sow. Atahakikisha uko na mbegu na pia mkate. And so this is so important. Hii ni ya maana sana For every believer, kwa kila for anayeamini, every one of us, kila mmoja wetu. it's good to realize that God is the source. Ni vyema kugundua Mungu ndiye And chanzo. that's what we should give. Na ndio maana tunapaswa Because kutoa. if God asks us to give, Sababu Mungu akituambia tutoe and He is the source, na ni yeye anayepeana, then I know basi ninajua He will still provide for me. bado atanipea tena. Hallelujah. Amen. So it is so important. Kwa hivyo ni ya maana sana. So God asked the children of Israel to give. Mungu akauliza wana wa Israeli watoe. Praise God. Amen. I know that there are people, Najua kuna watu when they hear wakisikia people talking about giving, watu wakinena kuhusu kutoa, it doesn't make them very happy. haiwafurahishi kamwe. But the Bible says Lakini Biblia inasema it is more blessed to give ni baraka kutoa than to receive. kuliko kupokea. In other words, Kwa maneno mengine, you will operate in more blessings utafanya kazi kwa baraka mingi when you give wakati than unapeana just receiving. kuliko wewe kupokea. So giving time Kwa hivyo wakati wa is blessed time. wakati wa baraka. Hallelujah. Amen. Tell your neighbor, giving time is blessing time. Ambia jirani yako wakati wa kutoa ni wa baraka. Glory to God. Amen. It means there are levels you can't get to. Inamaanisha kuna viwango huwezi fika, There are blessings you can't enjoy kuna baraka huwezi furahia unless you become a giver. mpaka wewe uweze kutoa. That's why He said it's more blessed to give than to receive. Maana akasema ni baraka zaidi kutoa kuliko kupokea. Somebody said that is why He gave us two hands. Sema ndio, mtu akasema kwamba ndio maana katupa mikono miwili. You give, Unapeana, you receive. mwingine inapokea. Hallelujah. Amen. So very important. Ya maana sana. So we have to make sure we give because our God is our giver. Tuhakikishe tunatoa sababu Mungu wetu hutoa. Amen. Amen. And now, how do we give? Basi tunatoa. That's the number 2 question. Swali la pili, How do we give? tunatoa kwa jinsi gani? Number 1, Ya kwanza, tell your neighbor generously. ambia jirani yako kwa ukarimu. We have read and we can open our Bibles to 2 Corinthians chapter 9. Tunaweza fungua Biblia yetu barua ya pili kwa Wakorintho 2 Corinthians chapter 9. mlango wa 9. Amen. I know we read from the screen, but I would recommend that you own a Bible. Najua tunasoma pale kwa televisheni, lakini ningesema kwamba ukaweze kuwa na Biblia pia wewe. Amen. Amen. It's good to own a Bible. Ni vyema sana kumiliki, Have a digital Bible, but also have a paper Bible. kuwa na Biblia ya simu, lakini pia kuwa na Biblia unayoweza kushikilia. Glory to God. Amen. It's very important Ni vyema sana because you can mark in your Bible. sababu kwa Biblia yako You can make some notes there. unaweza andika pale pia. If it belongs to you, hallelujah. Amen. Amen. So very important. Okay, are you there? 2 Corinthians chapter 9. So let's start from verse 6. Mstari wa 6 The Bible says, inasema, but this I say, inasema neno hili, he who sows sparingly apandaye haba will also reap sparingly. atavuna haba, And he who sows bountifully or generously apandaye kwa ukarimu will also reap bountifully or generously. atavuna kwa ukarimu. Glory to God. So very important. Ya maana sana. So how do we give? Tunapeana namna gani? It is good to give generously.
vyema kupeana kwa ukarimu. Because the Bible says, Sababu inasema according to how you sow, kulingana na unavyopanda, that is how you will also receive. ndivyo utakavyopokea. That is how you will also harvest. Ndivyo utakavyovuna. Actually, when you read the Bible in the book of Luke chapter 6 and verse 38, Luka 6:38 the Bible says, inasema, give peana and it shall be given unto you. itapeanwa kwako, Good measure, kipimo kizuri, pressed down, shaken together, and running over, shall men do what? Pour unto your boasting. But look at there's a last part that people forget. ya mwisho inasema, And we can put it on the screen, okay? For with the same measure kwa kuwa kipimo kile kile that you use, kimacho it will be measured ndicho back to you. takachopimiwa. I know we like the first part. Ndio tunapenda sehemu ya kwanza, Give and it shall be given unto you. toa na utapewa. But now the last part says, for with the same measure Lakini inasema kwamba kile kipimo that you use upimacho when you are giving, wakati unapotoa, it will come with the same measure, basi kitarejelea overflowing. kwa kinafurika. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hizi ni principles ambazo ni za maana sana. Hizi ni kanuni. Hata ukienda shambani, mkulima akienda apande kilo ya mahindi, anajua ata harvest nini, si ndio? Na mtu akienda pale akuwa ameweka mbegu mingi sana na kuja apande, you can't go to harvest the same way. There are people who harvest with a combined harvest. Kuna watu tumia mashini Na kuna watu wenda kuharvest na kakisu. Si ndio? Kama ni wheat, unaenda kuharvest na kakisu ama ile ngano. Kwa sababu kama ni ngano kadogo, you don't need a combined harvest. Unaenda na kakisu. Tulikuwa tuna harvesting wingi sangine na kakisu. Hallelujah. So, unapata it's very different. The income you will receive is totally different. utakachopata ni tofauti. Those are different levels altogether. Hizo ni viwango tofauti. But the good thing Lakini kitu is that we are the ones who determine. kwamba sisi ndio huamua. That God has left it to us Mungu ametuachia to determine the harvest tukaamue from our time of planting. tutakachovuna wakati wa kupanda. Hallelujah. Amen. It is not predetermined. Tell your neighbor your harvest is not predetermined. Mavuno yako hayajaamuliwa kabla. Amen. Ni hakuna mtu ameonewa. Hakuna mtu ambaye ameonewa. Anaweza kusema mbona Mungu anapatia huyu sana ama mbona huyu anaendelea sana, huyu anavuna nyingi sana. Huwezi kuona jirani yako anakuja kuvuna na combined harvester. Alafu ukiona anakula na combined harvester. And then wewe unabeba chombo chako unaelekea shambani. Uanze kulalamika useme mbona huyu jirani anavuna na combined harvester? Mbona hachukui chombo kama mimi aende shambani? Si ungelalamika wakati wa kupanda. Sio saa hiyo. So you can't complain at the time of harvest. Huwezi lalamika wakati wa mavuno. The harvest was determined at the time of planting. Mavuno yaliamuliwa ukipanda. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. So how do we plant? Or how do we give? Basi tupeana kwa jinsi gani? So we ought to give generously. Tufaa kupeana kwa ukarimu. If we expect also to harvest or to receive generously. Kama tunataraji kuvuna ukarimu. In the same we still 2 Corinthians chapter 9. Bado tuko pale Wakorintho wa pili From verse 7. Wakorintho wa pili mlango wa 9 mstari wa 7. The Bible says, so let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly, all of necessity, for God loves who? Amen. For God loves a cheerful giver. And it says, and God is able to make all grace abound towards you.
Praise God. Amen. That you always, having all sufficiency in all things, have an abundance for every good work. Glory to God. Amen. So God will ensure that you have abundance for every good work, but He says that He loves a cheerful giver. Mungu anasema kwamba Mungu anapenda atoaye kwa moyo mkunjufu. So how do you give? Kwa hivyo utoe. You give cheerfully. Lakini unatoa kwa ukarimu. Praise the Lord. Amen. In other words, kwa maneno mengine, it is not a painful experience. Si wakati wa huzuni. It is not something that should make you sad. Si kitu ambacho kinafaa kukasirisha. It is a time to rejoice. Wakati wa furaha. You are rejoicing because you are determining your harvest. Unafurahia kwa sababu wewe unaamua matokeo yako. You are rejoicing because you have an opportunity. Unafurahia sababu uko na nafasi to serve God with your money. Ya kumtumikia Mungu na fedha zako. To serve God with your time. Kumtumikia Mungu na wakati wako. To serve God with your gifts. Kutumikia Mungu na karama zako. Praise the Lord. Amina. So it is so important. Kwa hivyo ni maana sana that you rejoice even as you give. Wewe ukafurahie ukitoa. Don't make it to be like, don't start complaining. Usianze kulalamika. The Bible says don't give, grudgingly. Biblia inasema kwamba usitoe kwa huzuni. Ukinungunika, you are murmuring, you are complaining. Unanungunika. Let me tell you, if you don't want to give, kama hutaki kutoa, don't give. Usitoe. But don't give. Lakini usitoe when you are complaining. Ukinungunika. Because you deny yourself. Sababu unajinyima of the harvest that you should have received from the Lord. Mavuno uliokusudia kupata kwa Mungu. So as you give, kwa hivyo ukitoa, give cheerfully. Basi toa kwa furaha. Hata kama hukuwa na furaha, make an adjustment in your heart. Wewe fanya marekebisho. Ambia Bwana nipe furaha. Hallelujah. Amen. Napoenda kukutolea, nipatie furaha Bwana. Give me joy. It's not every time that you give. Si kila wakati unatoa that unaweza kuwa ulikuwa unataka sana. Kuna time labda imecost sana. Unajua siku na mahali Biblia inaongea kutoa kwa machozi. Sure. Unaenda kupanda kwa machozi. So kuna wakati unapanda na hiyo kitu imekucost sana. It is everything. Kila kitu umetoa. You've given. Labda kama machozi yanatoka. But in your heart, kwa moyo wako, there should be joy that you are giving. Lazima kuwe na furaha. Praise the Lord. Amen. In other words, you should not complain about it. Wewe usilalamike. Even if you gave everything, hata kama ulitoa kila kitu, don't complain about it. Usilalamike. Hiyo mesha yenye umetumia kubwa namna hiyo, don't abort your miracle because of your complaining. Wewe usiage muujiza wako kwa kunung'unika kwako. Hallelujah. Amen. But when you give, lakini unapotoa, the Lord said that He loves a cheerful giver. Inasema kwamba Mungu upenda anayetoa kwa furaha na kwa moyo wa ukunjufu. Yaani ukimtolea Bwana, mtolee kama umefurahia. Praise the Lord. Amen. Give while rejoicing. Tolea Bwana kwa furaha. Number 3. Ya tatu, we are talking about how. Tuongea jinsi ya kutoa. Give sacrificially. Toa dhabihu. Praise the Lord. Amen. Give sacrificially. Toa dhabihu. David said, Daudi akasema, I will not give unto the Lord sitamtolea Bwana that which cost me nothing. Kisicho ni gharimu. It is easy to give leftovers. Ni rahisi sana kutoa mabaki. It is easy to look for change. Ni rahisi sana kutafuta zilizobaki. Those days, kama uli grow up vile saingine watu wengine familia people the way they used to do. Kule kijijini, you will go to the shop first. Ungependa kwa duka kwanza. You get change. Alafu unapata because even the shopkeepers they know. Hata wenye maduka walijua. So wanasema, unaenda kanisa? So wanakupea change. Wanakupa change. Because kanisa ndio kunatolewa mapeni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu ni kama Mungu atakataa note. So unaona wacha kwanza uende pale
utengeneze, uchukue change, ndio sasa ukuje kutoa. Unajua hiyo, ulikuwa unashangaa mbona umaskini umekanyaga watu pale namna hiyo, kwa sababu kuna mentality wako nayo juu ya Mungu. Wanajua unaweza enda ununue nyama, unaweza enda na coins ununue nyama ya kukula. Lakini anajua kwa kwenda kwa nyumba ya Mungu utaenda sasa utafute change ya mapeni. Alafu sasa ukuje. Kwanza zilikuwa kuna zile zilikuwa za kopa. Za round kubwa. Hizo kiwango na nini? Sasa wewe unabeba hizo ndizo unaleta kwa nyumba ya Mungu sasa. Kona saba. Sasa unajua kwanza mimi, I was going to, there is nothing about our church pale nyumbani Geshagi. Where I was going to, kanisa letu, our offering basket was flat. It was flat. Ushaona ile uteo ile watu tumia kutengenezea mahindi. Ndio kutolea hiyo uchafu. Bas. Sasa the giving plate ilikuwa kama hiyo, ilikuwa ni kitu flat. Kadogo hivi. Sasa inapitishwa kila mtu. Wanasema wanaimba toa ndugu, toa dada. Moyoni mwako. So the song will be sung. Ile wimbo ingeimbwa. But that song never went to the hearts. Lakini haikwenda kwa mioyo. Because the people gave the same way. Watu walitoa vile. You know it was so funny. Mtu ataleta mahindi moja. Unajua mahindi moja ile maize cob. Ile moja. Musako. Analeta offering moja. Analeta moja. Surely the devil is alive. What kind of offering is that one? Imagine. Why? Bizi moja. That kind of foundation. Watu wengine wametoka na hiyo foundation. And because they have come from that kind of foundation, even now when they give to God, sababu wametoka kwa ile msingi mpaka leo wakimtolea. Akitoa 100 naona ni kama amefanyia Mungu favor kubwa sana. Amenyang'anywa. Haleluya. Kwanza kutoa 1000. Unasikia kama unaweza kuispread kidogo, haleluya. Useme do you know what I'm really giving? Je, wajua natoa nini? I'm giving 1,000 shillings. Hallelujah. Ndovu mzima. Praise the Lord. Amen. Because you are breaking all the records you ever knew. But some of you are there for a purpose. When utakomboa familia zenu kutoka kwa umaskini. Kwa sababu they are always sold in coins. Hebu fikiria wewe ukipokea harvest ya coins. Hebu uenda kununua nguo na umebeba coins. You think those guys will be very happy with you? Watakuzia kwa furaha. Usini pesa ya Kenya ni 1,000. Shilingi 10. Wataona kama umewaibia nguo. And yet ni pesa ya Kenya umewapatia. Just think about it. Like sometimes the mentality that people have. Wakati mwingine yale mawazo ama nia watu walionayo concerning giving to God. Kuhusu kumtolea Mungu. People think that it is different. Watu wanafikiria ni tofauti. That when we come to the house of God, tukija kwa nyumba ya Bwana, we have to sow the change. Lazima tupande after we have taken care of the important things. Baada ya kushughulikia mambo mazito. Now we can release the change. Sasa tunaweza waachilia. God does not deserve your change. Mungu hahitaji mabaki yako. Tell your neighbor, God doesn't want your change. Ambia jirani yako, Mungu hahitaji mabaki yako. Ambia God is fed up with your change. Mungu amechoshwa na mabaki. God wants it. He wants the real thing. Mungu anataka. Wewe huwezi kula mkate, unakula mnofu nini, unapatia Mungu kamfupa. Wewe unafurahia mnofu kabisa kila kitu. Sasa unakula nyama.
na ubongo. Naambia Mungu sasa hii kamebaki sasa, wewe Mungu na wewe endelea kutoka hapo. Jitetee hapo. So God doesn't want us to treat him that way. Mungu hataki tukaweze kumchukulia vile. So we should give sacrificially. Kwa hivyo tunafaa kutoa. Hallelujah. And it doesn't mean sacrificially. Haimaanishi that you must be having a lot of money. Kwamba lazima uwe na pesa mingi sana. But it means giving your best. Lakini inamaanisha kupeana kilicho bora. All the time. Kila wakati. Hallelujah. Amen. Something that cost you something. Kitu ambacho kimekugharimu. Amen. It costs you something. Kilikugharimu kitu. You know you have given. Wajua kwamba umetoa. Not something that unagusa tu. Unajua watu wengine, human beings can be very funny. Kwa sababu tunashangaza. Sisi wote tunajuanga pesa vile zinakuwa kwa kuguza. Sasa unapata sasa ile watu wanaendelea kutoa, tunaendelea kuimba wimbo, wewe kazi yako unaendelea, unaona mfuko moja iko tu pale, naendelea kutu haleluya. Unapotea tu, unaendelea, kumbe ni pesa unatafuta. Ile ambayo utatoa, unagusa 1000, unasema ashinde shetani. Unasonga, unaendelea kutafuta, unafika unajua hiyo ni 500, hapana. Hata wengine umezipanga, unajuanga. Ukifikia kale ka 50 kamenyongo, kameona mambo mingi sana. Unajua ka 50 na kuanga iko na story mingi sana. Imeona unakajua nika soft. Kamekanyagwa, kametumika, kameona mambo mingi. Sasa unakatoa kwa shukrani. Haleluya. Unakatoa, unasema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakuja kukatoa. Sasa wewe nataka nikuulize brother. Wewe dada, ndugu, hebu fikiria Mungu akikupatia harvest ya 250. Tufinje kwa maisha yako. If hiyo ndio harvest, Luke 6:38, give and it shall be given back to you. Pressed down, shaken together, and running over shall men pour unto your bosom. According to the measure that you use, kulingana kile kipimo ulichotumia, they will use it to give back to you. Sasa wewe ukisalimia, umesota, unasalimia mtu, nafikia umeomba na umefast. You are believing God for a breakthrough. Unaamini Mungu kwa upendo. Bwana leo. Hallelujah. The name of Jesus. Uko kwa imani kabisa, umepray, umebelieve God. Sasa unakutana na ndugu ako na pesa. Anasema acha nibariki huyu. Anaingiza kwa mfuko. Anafuata tufinje. 250. Anakubariki na 250. Unasikia ni manoti mingi. Unasema haleluya. Mungu wewe ni mwaminifu. Unaionekania. Unajua after ameenda amepotea, umefungua. Unaenda kuangalia, unapata ni noti 4 za 50. Unapata ni shilingi 200. Unagundua hali yako imebaki vile ilivyokuwa. Kwa sababu gani? Noti zilikuja ni mingi, lakini ni kipimo kile ulikuwa unatumiana. It's the same measure. Kile. So there are some levels you have to refuse on purpose. Kuna viwango lazima ukatae. Hallelujah. Amen. Not to refuse to receive. Si kukataa kupokea. Unajua sifanya wa kiroho sana. Akipewa 50 na mtu, aseme 50 siwezi kupokea. Hapana. Maana unakataa ni wakati wa kupanda. Unakataa kwa kupanda. You determine your harvest in the planting time, not in the harvesting. Wewe kwa sababu sasa nimekataa hii mahindi. Na hiyo ndio ulipanda. Unakataa wakati wa planting. Hallelujah. Unasema hii siwezi panda mahindi kama hii. Siwezi panda pesa kama hii. I cannot give such kind of an offering to the Lord. Do you have a standard in your giving? Kuna kiwango cha matoleo. Ask your neighbor, do you have a standard in your giving? Uliza jirani yako kama kuna kiwango. Yaani katika matoleo yako uko na kiwango. Kuna ile kiwango unasema hii siwezi enda chini ya hii. Swali tu,
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama uko na kiwango kile unasema hii siwezi kutolea Bwana hii. Hapa unasema hata kama ni shilingi 10 yeye imepatikana kwa mfuko, Bwana unaelewa, unanijua. Wanijua vema Bwana. Wanijua vema Bwana. Wanijua vema Bwana. Niko mbele zako. Haleluya. Amen. Wajua mfuko ya pesa. But for some people that is how it is. Kwa watu wengine hivyo ndivyo iko. That is how they give. Hivyo ndivyo hutoa. And then you wonder. Alafu unashangaa. Why? Kwa nini the Kadogo economy is not living? Uchumi yao ibadiliki. Yaani uchumi ya Kadogo mbona haiondoki? Uchumi ya Kadogo mbona haiondoki kwa maisha yako? Mbona haitoki? Ukipata Kadogo, saa ingine hata ukienda kutembelea mtu, Bwana Yesu asifiwe. Hata ukienda kutembelea mtu, nunua vitu kwa maana. Haleluya. Amen. Ndio unaenda ukiamua kubariki mtu, nunulia mtu tu kitu tu mzuri kabisa. Kwa sababu that is your planting season. Usikajitanganye watu wakuletea mchele tu kuota twingi. Tukaratasi tumefungwa mwenyewe. Tumefungwa twingi. Mchele, sukari, majani, zote zimefungwa. Maziwa na karatasi. Kwanza siku hizi ni kaki imekuja. Tumefungwa na tukitu wa kaki. Twingi tumeleta namna hiyo. Na karatasi maziwa mwenyewe imefungwa ndani. Hata unaenda tu harvest mavuna. Unashangaa. Itu twingi. Hii mambo ni practical. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kujifanya mjuaji wakati wa kupanda, lakini wakati wa kuvuna wewe all of a sudden we expect vipimo zibadilike. Hapana, watu wanaenda wanapata supermarket imefungwa. Kama wanaona jamu ni mingi, wanasema hata tuende kwa duka ka connect, maana hata wewe uendaje kwa super kuanulia. Unaenda kwa kaduka kale ka jirani. Hata wao siku hiyo wanasema tunaenda kwa super fulani, kitu kinafanyika nje, wasema wacha tutumie hivi. Wakibana ni wanatokelezea. Usisikie vibaya, shukuru Bwana. Sema Bwana, wewe hudanganyi, neno lako ni la kweli. Haleluya. Sasa hautakuwa surprised. In the harvesting time you will not be surprised. Utashangazwa. Ukipandana tunguu mzee all the time. Meraruka. Hata watu wakikupandia. Hata kama walikuwa na nia wa kupatia ilikuwa mpya, anasema hata nikavae kidogo. Wale nikavae kidogo. Anafikiria ukatoa na stari kwa sababu kama kiatu imekosa pia. Kiatu imekosa hata anaifinyilia kabisa. Wale nikanyagie kidogo kwa sababu maandiko lazima itimie. Bwana Yesu asifiwe. So kama utawahi patiana hata nguo mpya, hata unahitaji saa ingine uweke, hata sio unaenda kujinunulia, unasema hii ni mbele. Praise the Lord. Unaenda unainunua ili na wewe upande nguo mpya. Nguo mpya sio lazima ikuwe ile tu umevaa, yaani nguo ya kupaka sio ile umevaa sasa imekuchosha. Sasa ndio unasema sasa nataka kupanda. Zile utafuna zitakushangaza. Multiply, shaken together, running over. Imesukwa. Lakini watu wengine hawatakani kuangalia wakati wa planting, wanataka kuangalia wakati wa harvesting. People are very keen in the harvesting time, but they tend to assume, to pretend. Wakati wa planting
Uoni, lakini macho yanafunguka wakati wa harvesting. But the eyes should be open more. Macho yanafaa kufunguka zaidi. Kwa sababu kama unataka kupata mbegu nzuri, what a good harvest, ni wakati wa planting, sio? That is the time your eyes should be very open. Ulete useme hii mbegu ambayo unapanda ni quality seed, ndio unapanda, so that I can determine my harvest. Praise the Lord. So you do it generously and cheerfully and sacrificial. Unaifanya kwa ukarimu, kwa furaha na dhabihu. Amen. Amen. Our time is almost gone. Amen. So kuna mambo mengine tutaendelea kwa ibada ya pili. Praise the Lord. But let me mention this and then we finish there. In the same Acts chapter 30, Exodus 35. Katika ile kitabu cha Kutoka 35 where we read before, I wanted to see something. Tuliposoma nataka uone kitu. Kuna watu wanataka kusaidia. Kuna watu kusemanga hawana kitu ya kupanda. Unajua kuna watu fikirianga ni matajiri fulani wanatakana wao ndio watoe. Kwa sababu wanaona wao hawana kitu cha kupanda. Are you there? Exodus 35 from verse 22. Mstari wa 22. Okay, tunataka kuona vile walivyokuja hawa watu. Biblia inasema they came. Okay, let's just come back to our screen. They came both men and women, as many as had a willing heart, and they brought earrings. Kaleta vipini. And sema earrings. Vipini. Jamaa walikuwa earrings, vipini. Wakafanya namna gani? Wakatoa sadaka. Hallelujah. And the what? Ahazama. No sickness. Kwa zile za pua. Hallelujah. So watu kutoboa pua itaanza leo. Hiki mambo ikianza kitambo zilikuwepo. And nose rings. Hallelujah. Rings. Na pete. Necklaces. Pete za muhuri na vikuku. Amen. All children of God. That is every man who made an offering of gold to the Lord. Na vyombo vyote vya dhahabu, kila mtu aliyetoa toleo la dhahabu la kumpa Bwana. So they brought those things to the Lord. Wakaleta hizo vitu zote. Hivyo pia umejua kuvaa hii sio dhambi. Kwa hivyo pete si kuvaa. Nataka nisaidie tu mtu mbio alafu tutoke hapa. Vipini. Kuvaa hii sio dhambi. Amen. Vipini sio dhambi. Si sawa? So usiseme, unajua kuna watu walisema ukienda mbinguni Mungu atakuuliza ulipeleka nyama ilikuwa hapa. Watu kwa ma story sana. Lazima Mungu atakuuliza ulipeleka hiyo. Utawahi sikia kitu kama hiyo? Kuna mwingine wa rafiki yangu wa SDA alikuwa ananiambia kanisani kwao. Asema washuke nywele. Kwa sababu asema tukishuka, dada akishuka nywele anamkumbusha Yesu msalaba bila aliwekewa biba. Sasa mimi nikasema ai kwa nini unatoka wapi? Kuna dada mwingine alitoka Nairobi akaenda kanisa yao, akaenda kama amevaa longo. Ile mambo aliona kabla afike. Alienda kabla aende kukaa. Wamama walimkimbilia na vitambaa zote wakamfunga. Akasema Saitani amekanyaga hapa. Hata sisi tulitembea mahali. Kusalimia apostol. Akafunikwa mpio. Mufiche na pale. Asionekane. Vitambaa zote. Afunikwe mpaka miguu.
Anyway, sio hiyo mambo nilikuwa na hubiri. Tulikuwa kwa pepe, kwa vipindi. Nilikuwa nasema vaa hii sio dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Roho yako ikiwa sawa, Mungu hatasema ulivaa hii. Lakini si wanaume. Si wanaume. Hii mambo ilikuwa inawatanda. Unajua kuna vitu na differentiate nini? Kabisa. Wanaume ni bidii. Unajua ukiangalia design vile dada ametengenezwa ni tofauti na mwanaume. Sana. Mwanaume bora hata nyumba. Hata kama bora uhai. Atapata bibi. Lakini wewe dada unataka kutembea hivi. Ukichomea sisi. Unakuwa umechoma sisi. Sisi unaweza kutembea sana. Wewe unaona na design. Mungu ametaka kukuomba. Lakini wanaume they come in different packages. I mean, unasikia mwanaume akiambiwa you are beautiful. That is not their strength. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sio nguvu ya wanaume. Hakuna tabia mzuri. Na wanaume anaweza chapa kazi. Hata kama anakaa namna gani, sura isikutishe. Hata kama anaogofya. Haleluya. Nani alikwambia mambo ya sura kwa wanaume? Unajua, unaona mwanaume hata akikula sana, unaona tumbo inatokeza. Tumbo inatokeza kama hii. Unaona wadada kuna vile Mungu amewaumba. Ukipata dada akikuwa na kitambi yake, akiamekula mali yake kabisa. Mungu amewapatia design tofauti. Haleluya. Na figures. Akita ina flow tuna tu curves tu pole pole. Na hizo curves zinaitwa angles. Haleluya. Mwanaume amesimama. Lakini tangu anatengenezwa Mungu anaenda ati haleluya. Akifanya kazi nzuri sana. Nilifikaje hapo? Mimi nilisaidia. Tuko kwa pete sasa. Urembo. Ni wewe ulianza. Nimejiuliza nilifikaje huko, nilikumbuka wewe ndio ulianza. Ulisema hisia ya wanaume. Sasa tuko kwa hii. Anaenda huko. Wala sijui mahali tutamalizia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku mtu umesaidika. Sana ndugu usijiangalie kwa kioo useme, "Oh, mimi sikai namna hii." It's not your strength. Wewe mambo ya kioo ni wanaume wangapi ambao wanatembeanga na kioo kwa baba? Ndio sababu hatukuangi na vipeti. Kwa sababu hatuhitaji kujiangalia tena ile ulivyotoka. Haleluya. Uko sawa. Hapa nywele unajana ukienda. Uko sawa the whole day. Praise God. Amen. Mwanaume. Amen. Mwanaume achape kazi yake. Aombe. Amen. Kwanza kwa mjazo wa Roho Mtakatifu. That's a good man. Akona tabia mzuri. Na ni mtu akona bidii. Anaweza kulisha familia. Akona maono anaenda mahali. Wewe usiulize mambo mengine. Yeye ni brown, ni black. Unapeleka wapi? Hiyo matope nje itasaidia nini kwa nyumba? Hii eti chakula kwa meza. Mwanaume mzuri anachapa
kuambia, unapata mwanaume anataka kulala kwa sofa kila siku. Anakupatia anasema baby, umeleta kitu. Huyo sitaki kuambia. Wewe wacha hiyo mambo tumemaliza. Haleluya. Wewe tumalizie hapa. Amen. Ndio tumalizie hapa. Alafu tutaendelea kwa ibada ya pili. Sio na hiyo na ile. Hayo maswali mengine. Amen. Haleluya. Hiyo mambo si sawa. Kabisa umefunguliwa hapa. Kabisa. Kama ni nyeusi. Weusi wewe mweupe. Haleluya. Hakuna shida. Chana na rangi. Katika moyo. You can be very black. You must be brownest lady. Yes. Kabisa. Mimi ni mfano. Hata mama hapo sawa. You brought Itakuwa cocktail. cocktail. Open. Tuta moyo kabisa. Hiyo mambo ni hivyo. Rangi ya chio kiatu. Wewe fanya kazi. Uliza kiatu. Jenga kampuni yako. Haleluya. Fanya kazi kwa bidii. Hakuna dada anaweza kataa wewe. Amen. Amen. Unajua kuomba kwa dini. Haleluya. Unajua kuomba kwa dini. Alafu na mfuko yako iko sawa. Basi hakuna kuomba. Unatembea kwa ujasiri. Kabisa. Unatembea kwa ujasiri. Na wadada wanasema I wish Mungu anaweza kumuongelesha my direction. Tusimame juu ya magari. Haleluya. Hiyo mambo ni ukweli kabisa. So hakuna mwanaume anahitaji kujidharau kwa sababu ya sura ama kujiondoa. Hiyo mambo waachana nayo. Haleluya. Kwa mwanaume amepaka powder. Kama anajitayarisha 50 minutes. Sipake mafuta. Vaseline, haleluya. Ama nitros, petroleum jelly. Ingia kazi. Kabisa. Kama ladies, kama mikono ni ngumu. Kama mikono ni ngumu natafuta ladies. Exactly. Hata mikono ikiwa ngumu na uko na maono. Huyo mtu anajua huyu mtu maximum protection. Anajua security iko sawa. Security iko tight. Hallelujah. Amen. Thank you for your grace. Asante kwa neema. Thank you for your goodness. Asante kwa wema. Thank you for the joy of being in your house. Asante kwa furaha ya kuwa nyumba yako. Thank you for your word. Asante kwa neno lako. Why we should give. Kwa nini tupeane? And how we should give. Na jinsi ya kupeana. And what we should give. Na kile ambacho pia twafaa. We bless you for that word. Tukubariki kwa hilo neno. Lord, I pray that every person that has heard this word, Baba, naomba kila mmoja aliyesikia hili neno that we shall apply kwamba tutalifanyisha kazi in the name of Jesus. katika jina la Yesu. We bless you and we thank you. Twakubariki, In twakushukuru Jesus' name. katika jina la Yesu. Amen.